Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu sana. Leo tunaingia kwa kina katika hali ya siasa nchini Tanzania kwa mwaka 2026, miezi michache baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Uchaguzi huo ulikuwa na utata mkubwa. Upinzani mkuu Chadema alizuiwa kushiriki, Tundu Lissu alikuwa gerezani na matokeo yalikuwa ya kushangaza. Rais Samia Suluhu Hassan alidaiwa kushinda kwa asilimia 98 ya kura, lakini yaliyofuata yalikuwa maandamano makubwa, vurugu, mauaji ya raia, na sasa tunaona athari zake. Kesi ya uhaini dhidi ya Lissu inaendelea na CCM inaonekana kupasuka kwa migogoro ya ndani. Leo tunachambua yote haya kwa kina na kuhusianisha na vipengele vyote. Uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Uchaguzi huu haukuwa wa kawaida. Chadema, chama kikuu cha upinzani, kilizuiwa kushiriki baada ya kukataa kusaini kanuni za uchaguzi. Wawaniaji wakuu wa upinzani walizuiwa au kukamatwa. Rais Samia aligombea bila wapinzani wakuu na matokeo yalikuwa asilimia 98 kwa CCM na turnout ya asilimia 87. Lakini wengi wanasema turnout ya Lissu ilikuwa chini sana, karibu asilimia 35. Siku hiyo hiyo Oktoba 29, maandamano yalianza kuanzia Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na maeneo mengine. Vijana na wengine walilalamika udanganyifu wa uchaguzi, ukosefu wa uwazi na ukandamizaji. Polisi na jeshi walitumia nguvu kubwa, risasi za moja kwa moja, tear gas na hata shutdown ya internet. Ripoti za Amnesty International na wengine zinasema watu mamia waliuawa kati ya Oktoba 29 na Novemba 3. Serikali inakanusha idadi hiyo, ikisema walikuwa wakilinda amani na kwamba maandamano yalikuwa jaribio la mapinduzi lililopangwa na vijana waliolipwa. Baada ya hapo, maelfu walikamatwa, wengine wakishtakiwa kwa uhaini na kosa lisilokuwa na dhamana, na adhabu yake ni kifo. Rais Samia alitetea vikosi vya usalama akisema walitumia nguvu inayofaa. Kimataifa, Marekani ilianza kukagua uhusiano wake na Tanzania. UN pamoja na ICC zikaitwa kuchunguza. Hadi leo nchi inaishi katika mvutano. Maandamano yamepungua, lakini hasira bado ipo, haswa miongoni mwa vijana na upinzani. Uchaguzi huu umeharibu sifa ya Tanzania kama nchi yenye amani na utulivu. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu. Mwenyekiti wa Chadema alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 wakati wa mkutano wa chama chake huko Mbinga, Ruvuma. Anashtakiwa kwa uhaini chini ya kifungu cha 392B cha sheria ya adhabu. Anadaiwa kutoa kauli za kuchochea au kuzuia uchaguzi. Kesi ilianza Oktoba 25, wiki chache kabla ya uchaguzi, na inaendelea hadi mwaka 2026. Na mnamo Februari mwaka 2026, mahakama ilitoa maamuzi kadhaa muhimu. Ilikataa ushahidi mpya wa upande wa mashtaka, ikakataa mashahidi wa siri kwa sababu inakiuka haki za usawa, na hata kusimamisha kesi kwa muda baada ya upande wa mashtaka kukimbilia mahakama ya rufaa. Lissu anajitetea mwenyewe na kila siku anatoa hoja kali dhidi ya serikali. Hadi sasa Machi mwaka 2026, kesi inaendelea kwa kuahirishwa mara kwa mara. Lissu amekuwa gerezani kwa zaidi ya miezi 11 na Chadema inataka atolewe bila masharti, ikidai mashtaka ni ya kisiasa. Kesi hii imekuwa ishara ya mapambano ya kidemokrasia. Upande mmoja serikali inajaribu kumudu Lissu na upinzani, na upande mwingine inaonyesha ujasiri wa mahakama katika baadhi ya maamuzi. Kesi inaweza kuendelea hadi mwaka 2027 au zaidi, na inaweza kuwa chombo cha kuendelea kumudu upinzani, lakini pia inaweza kuwa kichocheo cha mabadiliko ikiwa shinikizo la kimataifa na la ndani litaongezeka. Hapa ndipo uchambuzi unapokuwa mkali zaidi. CCM inapasuka. Chama hiki kimekuwa madarakani tangu uhuru, lakini baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, migogoro ya ndani imezidi. Kuna makundi mawili makubwa. Kundi la kwanza ni wafuasi wa Magufuli.
Wanaona Samia mpole sana katika mageuzi yake ya awali na wanalalamika kuwa amelegeza udhibiti. Wengine wanasema nomination yake ilikuwa kolosho bila kufuata utaratibu. Na pia kuna kundi la pili ambao ni wafuasi wa Samia wanaotaka mageuzi na uhusiano bora kimataifa, lakini wanalazimika kutumia ukandamizaji ili kuonesha nguvu. Primaries za CCM kabla ya uchaguzi zilikuwa na vurugu, wagombea wengi, rushwa na hata vitisho. Baada ya uchaguzi, hasira ya umma na maandamano yameonyesha kuwa CCM inaweza kuwa imepoteza uungwaji mkono wa umma. Wengine ndani ya chama wanalalamika state capture na ukosefu wa demokrasia ya ndani. Ripoti zinasema migogoro hii inaweza kusababisha mpasuko mkubwa zaidi, hasa ikiwa uchumi utaendelea kuwa mbaya na shinikizo la vijana litaongezeka. Yote haya yanahusiana. Maandamano ya Oktoba 29 yalitokana na uchaguzi usio huru ambao ulitokana na ukandamizaji wa upinzani kama kesi ya Lissu, na ukandamizaji huo unatokana na hofu ya CCM kupoteza madaraka kutokana na mpasuko wa ndani. Kesi ya Lissu inakuwa ishara ya mapambano haya yote. Kushindwa kwake kunaweza kuimarisha ukandamizaji na kushinda kwake kunaweza kufungua mlango wa mazungumzo. Tanzania iko katika hatua nyeti, inaweza kuelekea mazungumzo ya kitaifa, katiba mpya na upatanishi, au ukandamizaji zaidi na migogoro. Vijana na upinzani wana hasira kubwa, CCM inaogopa inapoteza udhibiti, na kimataifa shinikizo linaongezeka. Hii ni wakati wa uamuzi mkubwa wa kitaifa. Sasa tuingie kwa undani zaidi kwenye jambo ambalo linazidi kuwa bomba la muda ndani ya siasa ya Tanzania. Mpasuko mkubwa ndani ya CCM. Hii si migogoro ya kawaida, ni mgawanyiko wa kina ambao unaweza kuathiri mustakabali wa chama hiki chenye miaka 60 zaidi madarakani na utulivu wa kitaifa. Kwanza, elewa background. CCM imekuwa na factions tangu enzi za Nyerere, lakini chini ya Magufuli kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2021 migogoro ilifichwa kwa ukali wa bulldozer. Wengine walifukuzwa, wengine wakanyamazishwa. Samia Suluhu Hassan alipochukua madaraka mwaka 2021 alianza kwa kuwa na soft touch. Alirudisha baadhi ya waliokuwa wamefukuzwa kama wafuasi wa Kikwete, akaahidi mageuzi na akaonyesha uhusiano bora wa kimataifa. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 ambao ulikuwa na matokeo ya 98% kwa Samia na turnout rasmi ya 87%, lakini wengi wanasema ilikuwa chini ya 40%, na haswa baada ya maandamano ya Oktoba 29 na vurugu zilizofuata kama mauaji, abductions na shutdown ya internet, mpasuko umefunguka waziwazi. Kuna ile kundi la Magufuli. Hawa wanaona Samia amelegeza sana, amefungua mazungumzo na upinzani mwanzoni, ameahidi mageuzi ya kidemokrasia kama kuondoa vikwazo vya mikutano, na amejaribu kuimarisha uhusiano na nchi za magharibi, lakini baada ya uchaguzi na vurugu, hawa wanasema tumeona matokeo ya ulegevu. Maandamano yalikuwa makubwa kwa sababu serikali ilionekana dhaifu. Wengine kama Humphrey Polepole aliyetenguliwa ubalozi wake Cuba baada ya kumkosoa Samia, waliambiwa waziwazi kuwa Polepole alikuwa mmoja wa wafuasi wa Magufuli na akakosoa tactics za Samia. Familia yake ilimsihi Samia ampeleke mwili au mtoto wake. Hadi sasa hajapatikana. Hii imekuwa ishara kwa headliners kuwa Samia anatumia state security kuwadhibiti hata wenzao waliopo kwenye chama chake. Lile kundi jingine la Samia, hawa wanaotaka mageuzi kidogo ili kuokoa sifa ya kimataifa na kuendeleza uchumi kama misaada, mikopo ya IMF na investment. Lakini baada ya uchaguzi hata wao wamegeukia ukandamizaji mkali ili kuonyesha nguvu. Samia ameendelea kusema Magufuli alikuwa mwalimu wangu na amekamilisha miradi yake kama madaraja pamoja na reli, na ili kuwapendeza headliners, lakini ndani wafuasi wake wanalalamika kuwa primaries za mwaka 2025 zilikuwa na rushwa na vitisho, na nomination yake ilikuwa coronation bila uchaguzi wa ndani wa chama, jambo ambalo limegawanya pengine. Ukija kwenye asali za mpasuko huu baada ya Oktoba 29, kuna kitu kama purges na abductions ndani ya CCM.
Hata viongozi waandamizi wa chama wanapotea au kukamatwa ikiwa wanakosoa. Hii inaonyesha hofu ya kupoteza udhibiti, si tu kwa upinzani bali kwa wenzao. Kuna jambo jingine kama hasira ya umma ambayo inaingia CCM. Wanachama wa CCM wenyewe wamesema kuwa tumeibiwa au uchaguzi haukuwa huru. Baadhi wanasema wataunga mkono upinzani mwaka 2030 ikiwa hakuna mabadiliko. Hii inafanana na 2015 wakati Magufuli alipotumia hasira dhidi ya Kikwete kuibuka. Pia kuna shinikizo la kimataifa. AU pamoja na SADC lilisema uchaguzi haukukidhi viwango vya demokrasia. Commonwealth ilitoa maazimio Disemba mwaka 2025 yakitaka mazungumzo, kuondoa vikwazo vya uhuru na uchunguzi wa vurugu. CCM inaonekana kuendelea kupuuza, na hii inazidisha migogoro ya ndani. Headliners wanasema tusiwe waoga nje. Reformists wanasema tutapoteza misaada na investors. Mpaka Machi 2026 mpasuko haujafikia kiwango cha split rasmi kama hakuna chama kipya, lakini unaweza kufikia huko ikiwa uchumi utaendelea kuwa mbaya, kama vile bei za vitu, ukosefu wa ajira kwa vijana. Kesi ya Lissu itaendelea na kuonyesha ukandamizaji, na pia kukiwa na shinikizo la vijana na maandamano litarudi. Mwaka 2030 inaweza kuwa na Magufuli style challenger kutoka ndani ya CCM wakilaani tumeibiwa na vurugu, sawa na jinsi Magufuli alivyomshinda Lowassa mwaka 2015. Mpasuko huu unahusiana moja kwa moja na maandamano ya Oktoba 29 na kesi ya Tundu Lissu. Uchaguzi uliodanganywa na ukandamizaji ulifanywa ili kuondoa udhibiti wa CCM dhidi ya factions zake mwenyewe na upinzani. Lakini sasa badala ya kuimarisha chama umeonyesha udhaifu wake. CCM inaweza kuendelea kushika madaraka kwa nguvu, lakini inazidi kupoteza uhalali wa umma na hata ndani yake. Hii inaweza kuwa mwanzo wa mwisho wa hegemoni yake ikiwa hakuna mazungumzo ya kitaifa au katiba mpya. Wasikilizaji, hii ni hatua nyeti sana. Je, CCM inaweza kupasuka na kuzaa chama kipya au itatumia ukandamizaji zaidi ili kushikilia? Endelea kufuatilia na mimi nitakujuza kadri taarifa zinavyozidi kutufikia. Na wewe, maoni yako kuhusiana na sakata hili ni yapi?